Mwanamke mwenye mimba yakitimia masharti yote ya ndoa, ndoa itakuwa sahihi. Katika zile nguzo tano za ndoa, kila nguzo moja mashekhe wameifafanua: mume, mke, walii, mashahidi wawili, tamko la ndoa. Kila nguzo moja wameifafanua. Mwanamume awe kadha kadha kadha, mwanamke awe kadha kadha kadha, walii awe kadha kadha kadha, mashahidi wawili wawe kadha kadha kadha, tamko la ndoa liwe kadha kadha kadha. Yale umefafanua bwana. Mwenyezi Mungu awarehemu ulama, umefafanua. Sasa katika masharti ya mke, kipengele cha kwamba na asiwe na mimba hakipo, kwa sababu hapana shaka mimba inayoulizwa wakati wa ndoa ni mimba ambayo haikupatikana ndani ya ndoa, kwa sababu mimba iliyopatikana ndani ya ndoa ina kipengele kizuri cha uharamu wa kuolewa na kutooleka, kwa sababu atakuwa imma ni mke wa mtu, imma yuko ndani ya eda. Maana mwanamke mwenye mimba eda yake ni mpaka azae mimba kama kaachwa, na kama hajaachwa ni mke wa mtu, kwa ndoa haipo kabisa. Kwa mara nyingi ikiulizwa mimba ni ile mimba iliyopatikana nje ya ndoa, na hata mimba iliyopatikana kwa shubha Uislamu unaipa thamani ile kama mimba ya ndoa. Ile mimba ya bahati mbaya ya shubha, hilo ni darasa jingine hilo. Sasa huyu mwanamke mwenye mimba anapoolewa, wako wanaosema ndoa haiwezi kusihi kwa sababu mbona unawaoa watu wawili? Haya maneno kidogo hayakaa sawa, kwa sababu yule kaambiwa twa kuoza mtu mmoja, nimekuoza fulani binti yangu. Watu wawili wako wapi hapo? Nimekuoza fulani binti yangu, watu wawili wako wapi? Mtu mmoja tu. Kwa ni hoja ambayo haina msingi, na wala hiyo haina maana ya sisi kubariki kama tunaubariki ule uchafu, kwamba itakuwa tunawadekeza wale ambao wanapata mimba, tunawadekeza ili ndoa zao zifanyike. Hapana, sisi hapo ndio tunazuia ule uzinzi, kwa sababu watu wa aina hiyo hakuna njia ya kuzuia zinaa ila kuoana. Ukitaka uzuie kwa mawaidha ndio yalowashinda hao, hawakuyapenda mpaka wamekuwa na mimba leo. Njia gani ya kuzuia uzinzi hapa? Ni ndoa. Kwa hiyo ndoa ndio pekee itakayosaidia. Yaswihi? Jawabu ndio. Kwa nini yaswihi? Yaswihi kwa sababu katika masharti ya mke anayeolewa hakuna kipengele cha kwamba asiwe na mimba. Sisi tunaangalia zile sifa zake zile: asiwe muhrima, asiwe mu'tada, asiwe mke wa mtu, kusiwe na umaharamu, umaharamu wa asili au umaharamu wa kuzuka usiwepo. Maana kama vile huyu mume yule mke nduguye, huo ni umaharamu wa asili, lakini huyu mke nshemejie, huo ni umaharamu umezuka, lakini maharamu bado hawezi kumwoa, sababu haruhusi kuwachanganya wawili wakati mmoja, labda mmoja mmoja kwa muda, ima mmoja kafa au mmoja kamwacha. Kwa hiyo uwezekano wa kuoa upo ingawa mke ana mimba, na hiyo ndio njia ya kukemea na kuzuia ile zinaa. Na mimba hiyo ima yatokana na yeye, ima yatokana na mtu mwingine, ndoa inasihi. Ndio maana hata nyuma hapa kidogo nilizungumzia habari ya moyo, moyo, kwamba kuna wakati moyo unapenda kwa ule ujinga wake tu. Si nilisema hapa nyuma? Kajisemea mzee mmoja, angalia wanawake walivyojaa, lakini mwanamume yuko tayari kumuoa mwanamke ambaye ana mimba ya mwanamume mwingine, na yeye yuko tayari amuoe huyo na wale mtoto, na yeye ndiye anayetoa hotuba ya bahati mbaya. Kateleza tu, bahati mbaya tu, bahati mbaya. Wewe huyu mpaka ana mimba, alhamdulillah, mwanangu ndio ukaoe, si hapa. Moyo una tatizo hilo. Kwa hiyo ndoa inasihi, lakini hatupalilii zina. Na ndio maana tuwaambie wazee, ukiona ishara rekebisha mapema basi. Usingoje mpaka mimba ishaingia ndio na wewe useme sasa muozesheni. Ukiona ishara jaribu kuondoa munkar. Zina ni mbaya, zina ni haram.
si jambo la kulipalilia nyumbani likawepo, ni jambo likiwepo lifanyiwe njia liondoke haraka.